Habari za wakati huu msikilizaji na mtazamaji, karibuni sana. Leo tunakuletea episode maalum kabisa inayogusa moja ya kesi zinazofuatiliwa kwa karibu Tanzania. Kesi ya uhaini inayomkabili mwenyekiti wa Chadema wakili Tundu Antipas Lissu, lakini leo hatuangalii tu kwa ushahidi wa mashahidi. Leo tunaangalia kauli ya mwanasheria mkuu wa Chadema na tafsiri ya kisiasa na kisheria ya kile kinachoendelea mahakamani. Kwa sababu leo Februari 18 mwaka 2026, nje ya Mahakama Kuu ya Tanzania masjala ndogo ya Dar es Salaam, Dr. Rugemeleza Nshala amesema kitu kilichotikisa mtandao. Lissu ameonyesha uwezo mkubwa wa kutambua madhaifu ya mashtaka na ushahidi, na kama angekuwa na kompyuta au akili mnemba AI, basi hali ingekuwa mbaya sana mahakamani. Hiyo kauli ni nzito na leo tunaichambua kwa dakika kama 30 hivi. Kwanza tuweke mazingira. Leo Februari 18 mwaka 2026, kesi ya uhaini na mkabili Tundu Lissu iliendelea kwa muda na kisha ikaendelea. Tutakuja kukujuza nini kitafuata. Baada ya kuwa nje ya mahakama, Dr. Nshala alizungumza na waandishi wa habari, akampongeza Lissu na si pongezi za kawaida, akiwa anasema ana uwezo mkubwa wa kisheria na anaweza kutambua mapungufu ya ushahidi na anaweza kuangusha mashahidi kwa hoja. Kisha akatupa kauli yake ya kipekee. Kama angekuwa na kompyuta au AI, hali ingekuwa mbaya sana mahakamani. Hapa Nshala anamaanisha nini? Kwa lugha ya kawaida mtu anaweza kudhani Nshala alikuwa anatania, lakini kiukweli hii ni kauli ya kiintelijensia, kwa sababu Nshala anajaribu kusema Tundu Lissu tayari ana akili ya mashine kwenye sheria, yaani anakumbuka vifungu vingi kichwani, anaunganisha ushahidi wa haraka na anaona mapengo papo hapo na anaweza kurudi nyuma kwenye maelezo ya shahidi kwa sekunde chache. Kwa hiyo Nshala anasema kama ungeongeza AI juu ya akili ya Tundu Lissu, basi upande wa jamhuri usingeweza kusimama. Ni kama kusema Tundu Lissu tayari ni Lego Titan, sasa ukimpa AI anakuwa the Lego Terminator. Kuna sababu kadhaa kwa nini Lissu anapewa sifa kubwa kwenye kesi hii. Ya kwanza, anaendesha dodoso mwenyewe. Lissu sio tu mshtakiwa, mara nyingi anaonekana kama wakili wa utetezi, mwendesha maswali na mchangamizi wa ushahidi. Mbili, anatumia mbinu za impeachment, yani kumwangusha shahidi kwa maelezo yake ya polisi, tofauti za ushahidi na mapengo ya kimantiki. Tatu, anafanya mahakama iwe darasa la uraia. Hili ndio linawafanya wengi wafuate kesi hii kama tamthilia, kwa sababu Tundu Lissu anauliza maswali ya kisheria, anauliza maswali ya utaratibu na anauliza maswala ya mamlaka. Kabla ya leo tulishuhudia Tundu Lissu akimkaba shahidi wa polisi ASP Geoffrey Lutufye, ambapo Tundu Lissu alifanya kitu kizito. Aliingiza maelezo ya shahidi kama kielelezo D namba 8, kisha akaonyesha mahakama kwamba shahidi alisema elimu yake ni muhimu lakini haikuandikwa. Alisema uzoefu wa miaka 15 lakini haukuandikwa. Pia alisema walikuwa kikosi cha watu 9 lakini haikuandikwa. Alisema pia alipigiwa radio call lakini haikuandikwa, na hata madai ya njama ya kuzuia uchaguzi hayakuandikwa. Na mwisho Tundu Lissu akaonyesha kuna mambo hujayasema kwenye maelezo ya polisi, umeongeza hapa mahakamani. Shahidi akajitetea kwa kusema nilikuwa nafafanua, lakini Tundu Antipas Lissu tayari alikuwa amepata kile alichokipata. Ushahidi wa shahidi umeonekana umeongezeka kadri kesi inavyoendelea. Kesi hii imekuwa na jambo jingine lililoleta joto. Mashahidi wasili, wengine wanaitwa P2, mwingine P8. Mashahidi hawa hawatambuliki wazi, wanatajwa kwa namba na mara nyingine wanasema wanahitaji ulinzi. Lakini Tundu Antipas Lissu amehoji, kama shahidi ni wasili, kwa mimi nitajuaje historia yake? Nitajuaje motives zake? Hii ndio hoja imekuwa ikirudiwa sana, na ndio maana Nshala anasema Tundu Lissu anaona mapungufu, kwa sababu mashahidi wasili mara nyingi wanatoa ushahidi ambao unategemea nilisikia, niliona mtandaoni, nilifahamu kwa ufahamu wangu. Haya ni maeneo ambayo Tundu Lissu huingia na kuuliza ulipata wapi? Una ushahidi, una link, una kielelezo, una kumbukumbu. Miongoni mwa ushahidi uliotajwa hivi karibuni ni ushahidi wa shahidi P826. Shahidi huyu alidai alikuwa mtandaoni YouTube na Facebook na alitumia simu Oppo F1S, akaona hotuba ya Lissu kupitia Jambo TV na akasikia maneno yanayodaiwa kuwa ni uchochezi, ikiwemo uasi na tutakinukisha. Lakini hapa Tundu Lissu huwa ana hoja yake kuu. Kuona video sio sawa sana kuthibitisha nani alipakia.
Na hapa ndipo kesi inapoingia kwenye ugumu wa ushahidi wa kidijitali, kwa sababu ili kuthibitisha mhusika wa video mara nyingi unahitaji data ya YouTube, metadata au taarifa za kampuni husika. Msikilizaji, hii kesi siyo tu kesi ya mahakama, ni kesi inayogusa uhuru wa vyama vya siasa, haki ya kukosoa serikali na mpaka kati ya kauli za kisiasa na kosa la jinai. Watu wanaona Lissu anateswa kisiasa, wapo wanaoona serikali inalinda amani ya nchi, na wapo wanaosema hii kesi itaweka precedence kwa siku zijazo. Kwa hiyo kila kinachosema mahakamani leo kinaweza kuathiri Tanzania kesho. Dr. Nshara sio tu mtu wa kawaida, ni mwanasheria mkuu wa Chadema. Kauli yake ina kazi tatu. Ya kwanza, kumpa morali Lissu kwa sababu kesi ndefu na nzito humchosha mtu. Pili, kuonyesha umma kwamba Chadema inamwamini Lissu kisiasa. Hii ni message. Namba tatu, kuonyesha udhaifu wa upande wa jamhuri kwa kusema kama angekuwa na AI ingekuwa mbaya sana. Nshara anamaanisha Tundu Lissu peke yake tayari anawatesa. Tukifunga podcast ya leo, kesi ya uhaini ya Tundu Lissu inaendelea kuwa kesi ya kisheria, kesi ya siasa na kesi ya historia. Na kauli ya Dr. Nshara imeongeza moto. Lissu anaona mapungufu na kama angekuwa na AI ingekuwa mbaya zaidi. Kwa lugha ya podcast yetu, mahakama kuu imekuwa ulingo. Tundu Lissu ni Regal Titan na ushahidi wa jamhuri unapimwa kwa kipimo cha D8, P2 na P8 na mashahidi wa asili. Swali kubwa linabaki. Je, ushahidi wa jamhuri utapenya kwenye tundu la hoja za Tundu Lissu? Na mpaka sasa majibu ya mtandaoni yanaonekana kuwa bado sana.